Amemshukuru mchungaji Jackson Muna ambaye alikuwa akikaimu nafasi ya katibu mkuu wa kanisa la FPCT, huku makamu askofu mkuu mchungaji Elias Ndaji akimpongeza aliyekuwa afisa tawala wa kanisa hilo Elikana Kagoma kwa utumishi mzuri na uliokuwa na tija kubwa kwa kanisa. Muna, asante sana kwa kazi ambayo umefanya. Tutakumbuka Awali akizungumza kabla ya kukabidhi ofisi kwa katibu mkuu wa kanisa hilo, Askofu Mkuu Steve Mulenga amemshukuru mchungaji Jackson Muna ambaye alikuwa akikaimu nafasi ya katibu mkuu wa kanisa la FPCT, huku makamu askofu mkuu mchungaji Elias Ndaji akimpongeza aliyekuwa afisa tawala wa kanisa hilo Elikana Kagoma kwa utumishi mzuri na uliokuwa na tija kubwa kwa kanisa. Muna, asante sana kwa kazi ambayo umefanya. Tutakumbuka Ni tamati hiyo ya kila ambacho kiweza kujili kwa wiki hii, lakini mtazamaji nikusihi kwamba tuko mubashara, kwa hiyo una nafasi wedha ya kushiriki nami humu ndani studio kwa asubuhi ya leo ama mjengoni kupitia nambari za simu ambazo chini ya televisheni yako pia zinapita hapa, ama kupitia kwenye akaunti yetu ya kule YouTube. Tuandikie juu ya kila ambacho kunacho kama sehemu ya shiriki wako nami kwa asubuhi ya leo. Tukitoka huko tuangaze moja kwa moja mpaka kule maeneo ya Chanika ambako ni kanisa la mahali la FPCT. Hapo jana siku ya Ijumaa ya Machi 7 kwa mwaka huu 2025 tuliweza kushuhudia tukio kubwa la kusimikwa kwa mtumishi wa Mungu, lakini pia na mchungaji na askofu wa jimbo la Dar es Salaam ambaye ni mtumishi wa Mungu mchungaji Jackson Masunga. Na haya yote yaliweza kujili huku ikiwa ni mwendelezo wa kile ambacho askofu mkuu amekifanya. Alhamisi alikuwa Tanga, lakini kubwa ilikuwa ni juu ya kusimika viongozi na watendakazi wa kanisa hilo, lakini kwa jana zoezi zima lilikuwa pale maeneo ya Chanika FPCT, tukio ambalo pia lilihudhuriwa na viongozi wa serikali akiwemo mkuu wa wilaya Ilala kwenye tukio hilo. Moja kwa moja tunaye mwanahabari wetu ambaye ni Frankie Ayo kutoka huko FPCT Chanika. Mtazamaji wa Habari Maalum TV, hizi ni ripoti kutokea hapa kanisa la FPCT Chanika jimbo la Pwani, ambapo siku ya leo tarehe 7 mwezi wa 3 2025 siku ya Ijumaa kumefanyika ibada kubwa ya baraka ya kumweka na kumsimika rasmi askofu wa jimbo la Pwani ambaye ni mchungaji wa kanisa hili la Chanika, na si mwingine ni Askofu Jackson Masunga. Lakini pia ibada hii imeambatana pia na kumweka wakfu askofu msaidizi wa jimbo la Pwani ambaye ni Frankie Kadodo. Habari Maalum TV tumefika hapa kuweza kuakisi kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa siku nzima hii ya leo. Mgeni rasmi katika tukio hili alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, lakini hata hivyo amemtuma mwakilishi. Alikadhalika amefika hapa mkuu wa wilaya ya Ilala kwa ajili ya kuja kueleza kile ambacho ameagizwa, lakini pia yale ambayo yanafanyika katika jimbo lake na wilaya yake hii ya Ilala. Lakini pia aliendesha ibada hii si mwingine ni makamu askofu wa FPCT nchini Tanzania, huyu si mwingine ni Elias Ndaji. Na sisi tumekuja hapa kuweza kujua
ni kitu gani hasa ambacho kimefanyika katika ibada hii ya kumwapisha na kumweka madarakani rasmi Askofu Jackson Masunga pamoja na makamu askofu wa jimbo la Pwani Frank Kadodo. Endelea kuitazama Habari Maalum TV, kuna mengi ambayo tutakuletea kwenye mjumuiko wa ripoti hii kutokea hapa jimbo la Pwani, kanisa la FPC Chanika, kwa sababu kuna mengi yamejiri hapa. Jina langu naitwa Ayo PhD, nyuma ya kamera ni Zawadieli Peter Mdongo. Kutokea Chanika, mimi naelekea ibadani. Mtumishi wa Mungu ndugu Jackson Masunga Marongo, je, unakubali kupokea wajibu huu wa kuwa askofu wa jimbo la FPC Pwani? Kama unakubali useme ndio ninakubali. Ndio ninakubali. Je, utakuwa mwaminifu kwa lengo na kwa madhumuni ya FPC na kuwa utafanya yote kwa kulinda na kutetea imani, malengo na maslahi ya FPC ukiwa kama kiongozi wa FPC katika ngazi husika? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali na Mungu anisaidie. Ndio nakubali na Mungu anisaidie. Je, utatimiza wajibu wako wa kuwa askofu wa jimbo la Pwani kwa kufuata katiba, kanuni na miongozo iliyowekwa na FPCT? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Na je, utaongoza kwa haki na kwa utukufu wa Mungu bila ubaguzi wala upendeleo wa kabila, rangi, jinsi au rika? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, utafanya kazi hii ya askofu wa jimbo la Pwani kwa uaminifu wote na kwa uwezo wako wote kadri Mungu atakavyokuwezesha wewe mwenyewe, ukiwa kielelezo kwa viongozi walio chini yako na kwa kanisa lote? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, utakuwa mwaminifu kwa mali za kanisa kwa kuzitunza vema bila kujipendelea wewe, rafiki au jamaa yako, na kuwa utahakikisha unasimamia matumizi ya mali Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kupongeza sana Mchungaji Kadodo, makamu askofu wa jimbo letu la Pwani, kwa utayari wako kutumikia hii nafasi kama ulivyoaminiwa na kanisa, lakini pia nikupongeze kwa kuchaguliwa na bodi ya wadhamini kuwa mdhamini mtendaji kwa sasa. Juhudi na bidii ya pekee hadi kuaminiwa na kanisa katika majukumu yote haya mawili ambayo sisi kama watumishi wake Mungu tunataka tukubaliane na Mungu aliyekuamini ya kwamba unaweza kuyakabili majukumu haya bila kikwazo chochote. Na kwa sababu hiyo nikutakie neema ya Mungu, kwa kuwa najua wazi ya kwamba utaifanya hii kazi bila shaka yoyote. Na kwa sababu hiyo basi niombe kukuuliza maswali machache kama ifuatavyo. Ndugu Mchungaji Frank Eliot Kadodo, je, unakubali kupokea wajibu huu wa kuwa makamu askofu wa jimbo la FPCT hapa Pwani? Kama unakubali useme ndio nakubali. Ndio nakubali. Utakuwa mwaminifu kwa malengo na kwa madhumuni ya FPCT na kuwa utafanya yote kwa kulinda na kutetea imani, malengo na maslahi ya FPCT ukiwa kama kiongozi wa FPCT ngazi husika? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali na Mungu anisaidie. Ndio nakubali na Mungu anisaidie. Je,
Utatimiza wajibu wako wa makamu askofu wa jimbo la Pwani kwa kufuata katiba, kanuni na miongozo iliyowekwa na UPCT. Kama jibu ni ndio, useme ndio. Nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Utaongoza kwa haki na kwa utukufu wa Mungu bila ubaguzi wala upendeleo wa kabila, rangi, jinsi au rika. Kama jibu ni ndio, useme ndio. Nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio, nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, utafanya kazi hii ya makamu askofu wa jimbo kwa uaminifu wote na kwa uwezo wako wote kadri Mungu atakapokuwezesha wewe mwenyewe, ukiwa kielelezo kwa viongozi walio chini yako na kwa kanisa lote? Kama jibu ni ndio, useme ndio. Nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Hicho ndicho ambacho kinaweza kujiri kwa hapo jana. Naweza nikasema kwa ufupi sana juu ya kile ambacho pengine Mungu ameweza kukiweka na kuwabariki watu wa jimbo la Pwani, lakini pia na kanisa zima la The Free Pentecostal Church of Tanzania, ambako ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Jackson Masunga. Huyo anakwenda sasa kutumika kama askofu wa jimbo hilo, ambako ibada hiyo ilikuwa ya baraka, hasa juu ya pia kuhudhuriwa na kusimamiwa na makamu askofu mkuu FPCT, mtumishi wa Mungu Mchungaji Elias Ndaji. Na hicho kinatupeka moja kwa moja kuangaza kunako taarifa nyingine kwa asubuhi ya leo, tukijuza kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kushikilia msimamo wake wa kuweka marufuku kwa wanaowaambia watoto wamezaliwa kwenye mwili usiokuwa wao, hivyo wanaweza kubadili jinsia kwa kufanyiwa operation, ambapo ameliomba bunge kupitisha mswada utakopiga marufuku juu ya hususan kwa watoto wanaopelekwa kufanyiwa upasuaji wa jinsia, kwa kuwa Mungu amewaumba kamili kwa jinsi walivyo na kile ambacho pengine Mungu ameweza kukifanya kwenye maisha yako. Tupate tu kusikia lako uchache juu kile ambacho amekiongea Mheshimiwa Donald Trump. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. This is a big lie. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Ni rais huyo wa Marekani ambaye ni Donald Trump akiweza kutoa misimamo yake, na toka ameingia madarakani kwenye nchi hiyo, mataifa hilo lenye nguvu ulimwenguni, amekuwa na yale ambayo anayaamini haswa juu ya kubadilisha mwenendo, lakini pia namna ambavyo hali ya baadhi ya raia wa Marekani amekuwa akiishi kabla hajakalia kiti hicho. Amekuwa akipambana vikali hasa juu ya aina ya mahusiano, kwa upande wa mahusiano ya jinsia moja, lakini pia na mambo ambayo pengine hayapendezi hasa mbele za uso wa Mungu. Tutoke Marekani tuangaze moja kwa moja mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko ni waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban akishirikiana na makanisa ya Kipentekoste ametangaza kusipatia dola 15,000 zaidi ya milioni 38 za Kitanzania kwa familia za Wakristo ambao kwa idadi ni 70 waliouawa nchini DRC Congo. Wakristo 70 walitekwa wakiwa kanisani kwenye ibada tarehe 13 Februari mwaka huu na kupelekwa katika kanisa la Kipentekoste Kasanga, ambapo ndipo walipouawa wote. Na hilo mimi naweza nikalisisitiza tu kwamba tulikuombea wote katika kipindi ambacho pengine hakifurahishi, hasa kulingana na kile ambacho kinaendelea kujili kule nchini Kongo. Hali si shwari, hali si nzuri, lakini tukiamini kwa Mungu hakuna ambacho kinashindikana, kwa yoyote yanawezekana. Tutoke huko Kongo
tunao taarifa moja kwa moja ya mwisho kwenye jukwaa la mapitio, hasa kuangaza kunako matukio ya tasnia ya Injili, ambako ni rapa namba 1 nchini Uingereza Stormy wiki hii katika utoaji wa tuzo zitwazo BRT Brit Award, British Record Industry Trust Show, ameeleza wazi juu ya imani yake kwa Yesu Kristo, ambapo amesema kwa kumnukuu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu kwa mara 3. Akaongeza kwamba nataka niweke wazi ninayemtumikia ni Yesu Kristo. Ameongeza japo si mwanamuziki wa nyimbo za Injili, ila watu wengi wamefurahia kwamba amemtangaza Yesu kwenye moja ya jukwaa kubwa zaidi katika taifa hilo la Uingereza. Tumsikilize kwa uchache mno. Firstly, I say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And I want to be very clear about the God I serve. That's Jesus Christ. Yahweh, the God of Abraham. That's my God. Tamati ya story ya maji ya kile ambacho kiweza kujiri hasa kwa wiki hii kupitia tasnia ya Injili tunakomea hapo, na moja kwa moja ni wasaa mzuri kuweza kujua na kufahamu kipi ambacho kiweza kujiri hasa kulingana na taarifa mbalimbali za kijamii. Lakini kusiti kwamba mtazamaji, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Kurasini zilipo studio zetu za Habari Maalum TV. Hali kadhalika pengine na kufikia kupitia kingamuzi cha Azam fungu la channel zingine ama kategori ya other channel namba ni 12, lakini pia kupitia kisimbuzi cha StarTimes namba ni 126. Na huko ni katibu wa halmashauri kuu NEC ya Chama cha Mapinduzi CCM anayehusika na itikadi na uenezi na mafunzo CPA Amos Makalla amewataka Watanzania kupuuza madai ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba uchaguzi hautafanyika bila mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Akizungumza ni siku ya Jumanne ya Machi 4 ya wiki hii katika kikao cha viongozi wa CCM wa mashina, kata, matawi na mabalozi wa wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam, Makalla amesema kwamba Chadema inakosea kuambia wafuasi hao wasijiandikishe kwa madai kuwa hakutakuwa na uchaguzi. Hiyo ni kile ambacho ameweza kukieleza. Moja kwa moja tuende kukitazama kama taarifa kamili. Chadema wao wameshawaambia wananchi wafuasi wao wasijiandikishe kwa sababu hakutokuwa na uchaguzi. Kwa hiyo wameanza kushindwa kabla. Yaani wamethubutu pamoja na mgogoro mkubwa walionao, wanajiongezea matatizo katika uchaguzi huu kwa kukosa wanachama wao kujiandikisha. Nilimsikia ndugu yangu sana wa nyumbani Tundu Lissu anasema ujiandikishe iweje? So what? Nikasema shughuli imeisha hapo. Hawa wameshakubali kushindwa. Kwa hiyo wamewaambia wasijiandikishe. Mimi nawaomba Watanzania wote tukajiandikishe. Wamesema kwamba no reforms, no election. Sisi tunawaambia reforms zimeshafanyika na uchaguzi utafanyika. Nataka niseme ukweli. Puuzeni propaganda hadaa kwamba eti no reform, no election. Hakuna jambo kama hilo. Uchaguzi upo.
Na nasema Tundu Lissu na wenzake wasiwadanganye wa Tanzania. Hawana mamlaka wala uwezo wa kuzuia uchaguzi. Narudia tena, Tundu Lissu na wenzake wasiwapotezee muda wanachama wao, na Watanzania wanapoteza muda wao. Uchaguzi upo na wao hawana ubavu wala mamlaka. Ni mambo ya uchaguzi hayo yakizidi kupamba moto katika kile ambacho tunakielekea kwa mwaka huu 2025 ukitajwa kama mwaka wa uchaguzi. Lakini moja kwa moja tamati ya hicho ni kuangaza kunako taarifa nyingine kwa asubuhi ya leo kupitia jukwaa la mapitio, ambapo tunaarifiwa ya kwamba mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema wakili Deogratias Mahinyila amemwomba mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda kuwapa jibu la ahadi yake kuwa atawasaidia kupatikana kwa katibu wa baraza mkoa wa Mwanza aitwaye Amani Manengelo aliyetekwa Februari 14. Ni akizungumza na vyombo vya habari hapo juzi Jumanne Machi 4, wakili Mahinyila amehoji pia juu ya kwa nini wanaotekwa ni vijana ambao wamekuwa wakikosoa serikali kwa hasa wanachadema. Ni tamati ya taarifa hiyo. Tuende kutazama juu ya kile ambacho kiweza kujiri hasa kulingana na undani wa taarifa kamili. Tayari tutakuletea, lakini tuangaze kunako taarifa nyingine, ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametaka jamii kutambua mchango wa wanawake wote nchini na kutambua nafasi yao muhimu ya kuandaa taifa lenye maadili mema, hivyo kuhakikisha wanawalea watoto vyema. Majaliwa aliyasema haya akihutubia kwenye kongamano la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kanda ya kusini yaliyofanyika mkoani Lindi, akisema akina mama lazima tukubaliane, wanawake mna nafasi kubwa ya kumfanya mtoto kuwa na maadili mema. Mkuu wa mkoa wetu na mkuu wa mkoa wa Ruvuma na Mtwara wakieleza namna wanawake wanavyoshiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi kwenye maeneo yao, uanzilishaji wa viwanda vidogodogo na wenyewe umepata nafasi kubwa na umewezesha pia wakina mama kujitokeza kwa wingi na kushiriki kamilifu. Lakini upande wa ukuzaji wa maadili, hili ni jambo muhimu sana, lazima tulizungumze, na wakina mama lazima tukubaliane kwamba wanawake mna nafasi kubwa ya kumfanya mtoto kuwa na maadili mema. Najua swala malezi si la mwanamke pekee, na mwanaume pia anawajibika kamilifu. Ili mradi sote tuko hapa, lazima tujue kwamba mwanamke ana nafasi kubwa na ndio kazi kubwa anayoifanya, na lazima tuthamini kazi anayoifanya mwanamke katika kujenga maadili mema kwenye jamii tunamoishi. Watoto wetu hawa wakati wote wako pamoja na mama. Maelekezo mengi wanayopata yako pamoja, yanatoka kwa mama. Wakati huo mwanaume atakuwa ameshasambaa huko na huko na huko na huko, muda wake ni mdogo sana ukilinganisha na mwanamke. Kwa lazima tutambue mchango huu wa kina mama kwenye ujenzi wa maadili mema kwa watoto wetu na kwa jamii yetu. Na sisi ndio tunaorithisha kutoka mtoto huyu mpaka mtoto mwingine, kizazi hiki mpaka kizazi kingine. Leo nchi yetu tukizungumzia maadili mema, hatuwezi kumtenganisha mwanamke na maadili yanayojengwa katika nchi hii. Na ndio kwa sababu pia hata Waswahili wasema asiyefunzwa na mama hufunzwa na ulimwengu. Alikuwa anajua kwamba mwanamke ana nafasi kubwa kumfundisha mtoto. Kwa hiyo wadau wote mlioko hapa, wanawake na wanaume, kutoka mikoa hii mitatu,
Ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa akiweza kutadadadi kwa namna hiyo kupitia kwenye maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Tuangaze kunako taarifa nyingine asubuhi ya leo ambako tunarejea kwenye ile juu ya kila ambacho kiweza kujiri kutoka huko Mwanza. Mwenyekiti wa Baraza la Vijana Chadema wakili Deogratias Mahinyila amemwomba mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda kuwapa jibu la ahadi yake ya kwamba atawasaidia kupatikana kwa katibu wa baraza hilo la mkoa wa Mwanza aitwaye Amani Manengero aliyetekwa Februari 14 mwaka huu. Akizungumza na vyombo vya habari Machi 4, wakili Mahinyila amehoji pia juu ya kwa nini wanatekwa ni vijana ambao wamekuwa wakikosoa serikali haswa Chadema. Tupate undani wa taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ulishatoa ahadi ya kuwa Amani Manengero atapatikana. Mpaka leo tumesema siku ya 18 hajapatikana. Sasa hiyo kauli yako, na kama kweli wewe unayo nia ya dhati ya kuhakikisha Amani Manengero anapatikana, hii kauli ya kwamba Amani anapatikana na siku zinakwenda hapatikani, hatuko naye, unatuambia nini kuhusu kauli yako? Je, hii kauli yako sio kwamba umeitoa ili kuwafanya vijana wa Chadema, wana Chadema na familia muda uende tusahau tu, tuchukulie kama ambavyo watu wengine wamekuwa wakitokea? Je, hii kauli yako ni kauli ya dhati? Una nia kweli ya dhati ya kuhakikisha Amani Manengero anapatikana? Sasa utuambie, mkuu wa mkoa wa Mwanza, ulituambia Amani Manengero atapatikana. Tunachotaka kukijua sisi, ili viongozi wetu wa Bavicha na wa chama mkoa wa Mwanza waache kila siku kuja hapo ofisini kwako. Na tulikusikia kuna siku unasema maneno ya kejeli kabisa. Na nafikiri pia tutumie mkutano huu na waandishi wa habari kuambia viongozi wa umma, sio kila maneno mnapaswa kuwa mnayasema hadharani. Kuna maneno yanatukera na kuna maneno yanaibua hisia tofauti kabisa kwa watu. Unasema mtafuta amani, viongozi wa Chadema njoni ofisini na nitawaandalieni na chai. Yaani watu wamempoteza ndugu yao, hawajui aliko. Hivi Mtanda angekuwa amempotea mwanao, halafu kuna kiongozi wa umma anakuambia njoni tuzungumze, nitakuta nimewaandalieni na chai. Hivi mtu aliyempoteza ndugu, hiyo nguvu ya kunywa chai yenyewe anaipata? Kwa muda mwingine mzee wetu Mtanda, nafikiri hebu toeni kauli kidogo zenye staha na kauli ambazo haziwezi kutukera. Kuna maneno tutasema tutaonekanika tunawavunjieni heshima, lakini hakuna heshima tutakayowavunjieni itakayokuwa inazidi maneno haya mnayoyasema mkiwa mmekalia vitu vya umma. Utuambie Mtanda, ulisema Amani Manengero atapatikana. Atapatikana lini? Na pengine kuanzia leo tunaweza tusije kwa utaratibu ambao tulikuja kwako. Ulisema utatupokea kwa kadri tutakavyokuja. Hizo ni kauli za vitisho na sisi hatukutishi. Ipo siku tutakuja kwa style. Na hawa Tanzania tuzedhani kila siku tu watakuwa wanatishwa kwa kauli kama za Mtanda. Kuna siku nikwambie Mtanda, wa Tanzania watakuja ofisini kwako, siku ambayo mimi na yeye tuijui ni lini. Watakuja kwa staili ambayo hutakuwa na jeshi la kuwazuia hao watu. Hiyo siku ipo. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro ametoa ujumbe mkali kwa watumishi wa umma wanaosababisha migogoro kwa kuwadhulumu wananchi, akisema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan kupitia serikali yake imekuja na timu ya wanasheria zaidi ya 50 pamoja na wataalamu kutoka Wizara ya Ardhi na Wizara ya Maendeleo na Jamii, haswa katika kupambana na kuwapambania wananchi ili kuweza kupata haki zao. Tumezoea wananchi ndio mnawatafuta wanasheria, lakini kwa Samia wanasheria ndio wanawatafuta wananchi. Hii ndiyo faida ya kuwa na rais mwanamke. Unajua sisi wanaume tunapenda kufikiria mambo fulani makubwa sana, lakini wenzetu wanawake wanafikiria zaidi maendeleo ya jamii. Wanafikiria sana nafsi za wanadamu. Wanafikiria changamoto za watu wasio na uwezo.
Leo Samia amewakumbuka nyinyi. Kama mimi waziri wake wa katiba na sheria amenituma niwe hapa kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8, maana amedhamiria watu wa Arusha mpate haki zenu. Tumekuja na timu ya wanasheria hapa zaidi ya 50. Tumekuja na wizara ya ardhi, wizara ya maendeleo ya jamii, tumekuja na wasaidizi wa sheria ili kutatua kero zenu. Zipo kero ambazo tutazimaliza ndani ya siku 8. Zipo ambazo hazitaisha, tutawapa wataalamu wa sheria waendelee kuwasimamia, ambao gharama zote analipa Samia. Ipo migogoro ya muda mrefu, tutaimaliza. Ipo ambayo itaendelea. Muhimu zaidi, Samia ameagiza mtumishi yoyote wa umma ambaye ndiyo chanzo cha migogoro hii, mimi nihangaike naye. Kwa hiyo ewe mtumishi wa umma ambaye ndio umekuwa chanzo cha kuwadhulumu wananchi wanyonge, kuwatesa na kuwaonea, 40 zako zimefika. Samia ameandaa dawa ya kwako, imechemka, imeiva, nimekuja kukunywesha. Tutahakikisha kila Mtanzania, kila mwana Arusha anapata haki yake. Taarifa hii inatupeleka kuangaza kunako taarifa ya mwisho kwa asubuhi ya leo, ambapo tunalifia kwamba katibu mtendaji wa Tume ya Madini Mhandisi Ramadhani Lwamo amesema kwamba katika kipindi cha mwaka 2021 mpaka Januari 2025 jumla ya leseni za uchimbaji madini nchini 41,424 zimetolewa kwa wachimbaji. Mhandisi Lwamo amesema hayo Machi 4 mwaka huu jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mwenendo wa mafanikio ya Tume ya Madini kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mafanikio mengine ni katika utoaji wa leseni. Katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-22 mpaka Januari 2025, jumla ya leseni 41,424 zimetolewa. Leseni hizi ni sawa na 111% ya lengo, ambapo tume ilijipangia kutoa leseni 37,318. Vile vile tume imeendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya madini nchini kwa kutoa leseni kubwa kwa kampuni mbalimbali za uchimbaji. Leseni za uchimbaji mkubwa madini zilitolewa kwa kampuni kwa kuanzia mwaka 2021 mpaka 25. Tumetoa jumla ya leseni 5, ambapo leseni hizo ni zimetoka kwa kampuni ya Faro Graphite kwa ajili ya madini ya Kinywe, ipo mkoani Morogoro. Mamba Minerals Corporation Limited ni madini adimu rare earth elements, Ngwala mkoani Songwe. Tembo Nickel kwa madini ya nickel, Ngara mkoani Kagera. Lakini vile vile kampuni ya Sota Mining ipo Sengerema, ilipewa leseni kubwa ya uchimbaji wa madini ya dhahabu. Na kampuni ya Nyati Mineral Sands ipo mkoani Tanga, leseni ilitolewa kwa ajili ya uchimbaji wa madini ya heavy mineral sands. Tume ya Madini imeendelea kuimarisha ufuatiliaji na ukaguzi wa usalama, afya na mazingira na uzalishaji wa madini katika migodi midogo ya Tumefikia tamati ya mjumuiko wa taarifa kwa asubuhi ya leo, mtazamaji, lakini nikushukuru sana kwa kuwa nami toka mwanzo wa habari hii mpaka kufikia hapa tamati yake kwa asubuhi ya leo, ambako matangazo yalikuwa ni moja kwa moja kutoka Kurasini jijini Dar es Salaam kupitia
kile ambacho kimeweza kujiri kwenye jukwaa la mapitio, mjumuiko wa mengi yaliyoweza kujiri kutoka Jumatatu mpaka kufikia saa huu hapa Jumamosi ya leo, ikiwa ni Machi 8, hasa kwa wapenzi wa soka kwa nchi yetu ya Tanzania. Vilabu ni viwili tu ambavyo vimekuwa vikijizolea umaarufu kila uchao, lakini pia na kuongeza idadi ya wafuasi wa vilabu hivyo ni Simba na Yanga. Hii leo kuna mechi ya ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League. Podokezo tu ni kwamba mchezo ni majira ya saa 1 jioni. Kwa hiyo kwako mnazi wa soka una nafasi ya kujiongea hapo kuweza kushuhudia kipi ambacho kitaweza kujiri kupitia dakika 90 za mchezo huo kwa Jumamosi ya leo. Tamati ya jukwaa la mapitio ni kupisha mengine mengi kuweza kuendelea kutokea hapa Habari Maalum TV kwa Jumamosi ya leo. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa nami. Tukutane kwa Jumamosi ijayo majira ya asubuhi kama hii leo. Jina langu naitwa Emmanuel Po, chumba cha matangazo nimesafiri naye director CJ. Naweza kumshukuru sana, nasema asante kwake. Ukawe na asubuhi njema, enjoy your weekend. Na kuacha naye Mesimasika pamoja naye Po Clement akikwambia asante. Je, wewe ni kiongozi wa kiroho? Hapa namaanisha askofu, mchungaji, mzee wa kanisa ama kiongozi wa idara fulani kanisani kwako. Yamkini na wewe pia ni kiongozi wa taasisi, shirika ama ofisi fulani ya umma au ya binafsi. Lakini pia upo wewe ambaye ndoto zako ni kuwa kiongozi bora wa kiroho ama kimwili. Sasa embu nikuulize swali. Unafahamu maana halisi ya uongozi? Sifa za kiongozi bora unazifahamu? Vipi kuhusu aina mbalimbali za uongozi na namna ya kuenenda kama kiongozi bora na mwenye maadili? Basi usikose kufuatilia kipindi cha Dawati la Uongozi kitakachokupa maarifa yatakayokujenga kwa kiongozi bora na mwenye maadili yanayokubalika na jamii na watu unaowaongoza. Kama ambavyo watu husema, ni bora kiongozi bora kuliko bora kiongozi. Ni kila Jumanne kuanzia saa 3 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku, na marudio ni Jumamosi kuanzia saa 3 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku, hapa hapa Habari Maalum TV. Utaungana na mwenyeji wa kipindi hiki, Askofu Mkuu wa FPCT Mchungaji Steve Mulenga. Usipange kukosa. Je, uko tayari kufikia ndoto zako? Basi hujachelewa. Chuo cha Habari Maalum kinayo furaha kukutangazia kuwa udahili wa wanafunzi kwa muhula mpya wa masomo wa mwezi Machi 2025 umefunguliwa rasmi. Chuo kinatoa kozi ya Journalism and Media Production, yani uandishi wa habari na utangazaji, pamoja na Leadership and Management, yani uongozi na usimamizi katika ngazi ya cheti na diploma. Sifa za mwombaji kwa ngazi ya cheti: awe amepata angalau alama D4 na kuendelea. Kwa ngazi ya diploma awe amepata principal pass 1 na subsidiary 1. Chuo kina mazingira mazuri ya kujisomea na vifaa vya kisasa vinavyomwezesha mwanafunzi kusoma kwa vitendo zaidi. Ewe mzazi na mlezi, mlete mwanao ili awe mwandishi wa habari, fundi mitambo, mtangazaji na mhariri bora wa vipindi vya radio na televisheni, au awe kiongozi bora anayebuni na kuendeleza miradi. Ada zetu ni nafuu kabisa na unalipa kwa awamu 2 hadi 4. Unasubiri nini? Wahi sasa, maana nafasi ni chache. Tunapatikana Ngaramtoni, Arusha, kilomita chache kutoka Arusha mjini, barabara ya kuelekea Namanga. Fomu zetu za kujisajili zinapatikana katika tovuti yetu ya www.hmca.ac.tz au tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram kwa jina la Habari Maalum College. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 07 44 90 40 40. Habari Maalum College, excellence in competence and practice. Inakuwaje unakosa majibu unapojiuliza sehemu sahihi ya kununua vyombo vya muziki pamoja na studio vilivyo na ubora? Mero Sound Company Limited, muziki unasikika vizuri zaidi ukiwa na sisi. Mero Company Limited, mawakala wakubwa wa Owners Speaker, Fidex Speaker pamoja na Yamaha. Jipatie speaker za aina zote, keyboard kubwa na ndogo, piano, guitar, drums, keyboards, backline seti ya live band, trumpet,
tumba, saxophone, headphone, sound card na nyingine nyingi. Mero Sound Company Limited wana broadcasting equipment kwa wamiliki wa redio wanaohitaji kuboresha studio kuwa za kisasa, bila kusahau recording equipment kwa wale ambao ni wamiliki wa studio za kurekodia na PA sound system. Mero Company Limited tunapatikana Arusha, barabara ya Eso upande wa kulia. Tupigie kupitia 0784 28 58 74 au kupitia WhatsApp namba 0754 28 58 74. Email merocompany777@gmail.com. Mero Sound Company Limited, mziki unasikika vizuri zaidi ukiwa na sisi. Je, wewe ni kiongozi wa kiroho? Hapa namaanisha askofu, mchungaji, mzee wa kanisa ama kiongozi wa idara fulani kanisani kwako. Yamkini na wewe pia ni kiongozi wa taasisi, shirika ama ofisi fulani ya umma au ya binafsi. Lakini pia upo wewe ambaye ndoto zako ni kuwa kiongozi bora wa kiroho ama kimwili. Sasa embu nikuulize swali. Unafahamu maana halisi ya uongozi? Sifa za kiongozi bora unazifahamu? Vipi kuhusu aina mbalimbali za uongozi na namna ya kuenenda kama kiongozi bora na mwenye maadili? Basi usikose kufuatilia kipindi cha Dawati la Uongozi kitakachokupa maarifa yatakayokujenga kwa kiongozi bora na mwenye maadili yanayokubalika na jamii na watu unaowaongoza. Kama ambavyo watu husema, ni bora kiongozi bora kuliko bora kiongozi. Ni kila Jumanne kuanzia saa 3 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku, na marudio ni Jumamosi kuanzia saa 3 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku, hapa hapa Habari Maalum TV. Utaungana na mwenyeji wa kipindi hiki, Askofu Mkuu wa FPCT Mchungaji Steve Mulenga. Usipange kukosa. Ili upate majibu ya maswali yako yote, unahitaji maarifa. Ili upate maarifa, unahitaji uelewa. Uelewa unaupata kwenye elimu. Elimu hiyo unaipata wapi? Darasani.